إنما الأعمال بالنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, tunaendelea na darasa letu ambalo tunasema ni darasa maalum, darasa ambalo limetokana na msingi ambao unaongelea masala ya taa ya viongozi na kutoka nje ya taa ya viongozi. Na msingi huu tumeupata katika kitabu chetu cha Usul Sunna cha al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah anasema was-sam'u wat-ta'a lil-a'imma وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. Anasema wasamu wa taa, usikivu na utiifu kwa watu gani? Lil aimma, kwa maimamu, kwa viongozi. Wa amirul mu'minin, na usikivu na utiifu kwa kiongozi wa waumini. Albarri wal fajir, mwema na muovu. Usikivu na utiifu kwa viongozi, sawasawa awe mwema au muovu, ni lazima tumsikilize na kumtii maadamu hajatuamrisha katika jambo la maasi. Waman waliya al-khilafa, al-Imam Ahmad akaendelea kutuelezea namna ambapo kiongozi anaweza kupatikana. Akasema waman waliya al-khilafa, na yule ambaye ametawalia ukhalifa, ametawalia uongozi. Wajtama'a an-nasu alayhi, na watu wakakusanyikana kwake. Ni kiongozi, watu wamekusanyikana kwake, wamemkubali. Waradhu bihi, na wakamkubali. Huyu ni kiongozi ambaye anatakiwa kusikilizwa na kutiiwa maadamu hajaamrisha jambo la maasi. Na kiongozi mwingine, waman aliyahum bisayfi, ni kiongozi ambaye amewatawala watu kwa nguvu, hatta sara khalifa, mpaka akawa ni khalifa, ni kiongozi, lakini kutawala kwake katawala kwa nguvu, kwa mabavu. Watu wametawaliwa pasina kuwa radhi naye, lakini mwisho wa siku ndio kiongozi tena. Huyu wasumia amira al-mu'minin, na akaitwa ni kiongozi wa waumini. Na huyu naye ni kiongozi ambaye anatakiwa atiiwe na asikilizwe maadamu hajaamrisha katika al-maasi. Kwa kutokana na msingi huu ambao al-Imam Ahmad ameuleta katika kitabu chake hiki cha Usul Sunna, na ndio msingi wa Uislamu, wanatakiwa wawe na msingi huu, as-sam'u wa ta'a. Kwa hiyo jalsa iliyopita tulitizama
chanzo hasa cha kutoka katika taa ya viongozi kilianzia wapi katika historia ya Uislamu. Hicho kilikuwa ni kikazi kilichopita. Kikazi cha leo biidhnillah tutaendelea kuangalia masala yanayofungamana na uharamu wa kutoka chini ya utawala wa kiongozi, kutokumsikiliza kiongozi na wala kutokumtii kiongozi. Tutaangalia Uislamu unasemaje. Lakini katika kuangalia hilo tutatumia kitabu hiki ambacho tulikizungumza na leo tutakianza rasmi biidhnillah kwa jalsa yetu hii baada ya mukaddima ambao ulikuwa jalsa iliyopita. Kitabu hiki kinaitwa Munadharatun Ra'i'atun Jiddan, yani munadhara, mjadala mzuri sana, mjadala mzuri sana, mjadala kati ya nani na nani, baina man yujizu al-khuruj ala al-hakim al-muslim al-dhalim, mjadala kati ya yule ambaye anajuzisha kutoka dhidi ya kiongozi Muislamu ambaye ni dhalim. Kuna baadhi ya watu, na katika mukaddima uliopita tuliona kuna baadhi ya watu baadhi wa Waislamu maalasaf wanaona jambo la kutoka nje ya taa ya kiongozi na kuwa dhidi ya kiongozi ni jambo ambalo linafaa kisheria. Wapo ambao wanadhani hii potofu. Kwa hiyo mjadala huu utahusu wale wenye dhana hizi potofu ya kutoka dhidi ya kiongozi Muislamu ambaye ni dhalim, mtu akatoka dhidi yake bil mudaharati wa ghayriha, kutoka dhidi ya kiongozi dhalim kwa mudaharat, kwa maandamano, wal masirat wal i'tisamat, wakatoka kwa ajili ya kuandamana, kudhihirisha hisia zao, kutaka kumwengua kiongozi, kuonyesha mabaya ya kiongozi, kuonyesha dhulma ya uongozi, ili mradi wapite mabarabarani kwa maandamano wa ghairiha na kutoka na mengineyo. Kwa hiyo huyu ambaye anajihusisha haya maandamano kutoka dhidi ya kiongozi, wa baina man yamna'u min dhalika kullihi, na mjadala utakuwa kati ya yule ambaye anazuia hayo yote, anazuia kutoka nje ya kiongozi, kutoka dhidi ya kiongozi anazuia, na anasema hili jambo haliko kisheria wala Uislamu haulitambui na Uislamu umelikemea. Kwa hiyo huu ni mjadala mzuri ambao mtu atapata kujua uhakika wa mambo, na hata ukikutana na shubha ya hawa ambao wanajihusisha kutoka kuwa dhidi ya kiongozi, utakuwa una uwezo wa kuwajibu kwa dalili ambazo zitakazozisoma. Na hiki kitabu amekiandika al-Abd al-Faqir ila Maulahu al-Ghani al-Qadir Abu Ammar Muhammad bin Abdullah Ba Musa. Huyo ndio mtunzi wa kitabu hiki, القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمية للعلوم الشرعية اليمن. Asili ya huyu mtunzi ni Yemen. Sasa tusirefushe sana hapo. Mtunzi wa kitabu hiki Abu Ammar Muhammad bin Abdullah Ba Musa anasema alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه مناظرة بين من يجيز الخروج على الحاكم المسلم الظالم بالمظاهرات وغيرها وبين من يمنع من ذلك كله، وهذه الطريقة مسلوكة والحمد لله عند كثير من العلماء.
kabla al-Qayyim rahimahullah wa ghayrihi. Nasema huu ni mjadala kati ya mtu ambaye anajuzisha kutoka dhidi ya kiongozi kwa maandamano na kati ya yule ambaye anazuia hayo yote. Na anasema na hii njia ya mjadala hii ni njia ambayo imetumiwa na wanazuoni waliokuwa wengi walikuwa wakifanya mijadala ya kirai ya namna hii kama Ibn al-Qayyim rahimahullah wa ghayrihi. Naam. فإنهم يعقدون في كتبهم مناظرات بين أهل السنة وأهل البدع. Hakika wao wanaweka katika vitabu vyao milango maalum ya kuelezea mijadala kati ya ahlu sunna na ahlu bid'ah. Kuna milango maalum ukiangalia. Anasema hadhihi munadhara hiya faqratun min faqarati kitabi. Anasema huu mjadala ambao tutausoma hapa ni sehemu miongoni mwa sehemu za kitabu changu alichokiita Al-Kashaf al-Jalil fi bayani akthar min 100 mafsada fi thawrat ar-Rabi' al-Arabi at-tab'a ath-thaniya. Naam, hiki ni jina la kitabu ambacho ni kitabu kikubwa. Kwa hiyo katoa baadhi ya sehemu katika kitabu hicho na akaweka katika ndio asili ya hiki kitabu. Asili ya hiki kitabu kimetoka katika hiki kitabu kikubwa zaidi. Kwa hiyo afradtuha huna li ahamiyatiha. Anasema nimeweka hapa hiki kitabu, nimekiweka maalum hapa kwa umuhimu wake, waliyasqul ala an-nas qira'atuha, na watu iwe vipesi kukisoma. Asallahu an yanfa'a biha man sha'a min ibadi, fa aqulu musta'inan billahi dhakiran hadhihi al-munadhara. Tukiendelea katika ukurasa wa 6, huu ni mukaddima, tumepita kwa haraka. Sasa tunaanza munadhara wetu, mjadala wetu. Mjadala unaanza kama ifuatavyo. Anasema qala al-mujizu lil-khuruj. Anasema yule ambaye anajuzisha kutoka dhidi ya viongozi. Tariq ya hiki kitabu anaanza na maneno ya yule ambaye anajuzisha, naona ni jambo linafaa kutoka dhidi ya viongozi kwa maandamano. Mtunzi anaanza kutoa hoja zake, kisha anakuja anazijibu zile hoja kwa dalili. Simeleka Naam. Qala al-mujizu lil-khuruj. Anasema yule ambaye anajuzisha kuwa inajuzu kutoka dhidi ya kiongozi kwa maandamano, kutoka dhidi ya kiongozi, kuanzisha kijikambi kidogo, mkaweka kule, mkawa mnatrain nyinyi, baadaye mje mtoke chini ya utawala. Kuna watu wana fikra hizo. Anasema huyu, anasemaje? Anasema mimi ninaona jawaza al-khuruji ala al-hakim al-dhalim, kuwa inajuzu kutoka dhidi ya kiongozi mwenye dhulma. Inajuzu kutoka dhidi ya kiongozi mwenye dhulma, kutoka tukaanzisha kikundi cha watu tutoke dhidi yake ili tumuingue katika uongozi wake, tutoke dhidi yake, tupite barabarani kwa maandamano kuelezea watu ufisadi wake na dhuluma zake. Anasema inajuzu. Mimi naona kuwa inajuzu. Kwa sababu gani? Lianna dhalika min al-amri bil ma'rufi wan nahy 'anil munkari. Kwa sababu tukitoka tukawa dhidi ya kiongozi kwa maandamano, jambo hilo ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Hauoni sisi tukitoka kwa maandamano na kwa mabango yameandikwa dhulma waliofanyiwa watu
dhulma wanaofanyiwa wafanyabiashara, dhulma wanaofanyiwa wanasiasa, dhulma wanaofanyiwa wanawake, wanamume, dhulma wanaofanyiwa. Unaona, sisi tukitoka na mambo yetu na maandamano yetu, hauoni kuwa ni njia ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Kwa hiyo kama ni njia ya kuamrisha mema na kukataza mabaya, fali hadha mukhalifun lilkitabi was-sunnah wa usuli ahli sunnah. Je, hili sasa sisi la kutoka, je, linakhalifiana na kitabu na sunna? Je, linaenda kinyume kwa kueleza hisia zetu sisi kwa maandamano, linaenda kinyume na kitabu na sunna na misingi ya ahlu sunna? Swali limeeleweka? Sisi tukitoka kwa maandamano, jambo hili linaenda kinyume na misingi ya ahlu sunna na linaenda kinyume na kitabu na sunna. Na sisi tunapotoka tunakusudia kuwa ni njia miongoni mwa njia za kuamrisha mema na kukataza nini? Mabaya. Hii ni shubha ambayo hawa watu wanaohusisha kutoka dhidi ya kiongozi wanaitegemea kuwa kutoka kwao ni katika njia ya kuamrisha mema na kukataza nini? Mabaya. Lakini anauliza, je, jambo hili linaenda kinyume na kitabu na sunna na misingi ya ahlu sunna wal jamaa? Je, linaenda kinyume? Jibu linakuja, qala al-mani'u, anasema anayezuia kutoka dhidi ya viongozi. Ili swali anaulizwa huyu ambaye anasema haifai kutoka dhidi ya kiongozi, haifai maandamano, anaulizwa. Kwa hiyo anajibu, qala al-mani'u, anajibu anayekataza kutoka dhidi ya kiongozi, anayekataza maandamano. Qala al-mani'u, anasema anayezuia, na'am bila shak, anasema ndio, ili jambo linaenda kinyume na kitabu na sunna na linaenda kinyume na misingi ya ahlu sunna. Umeeleweka? Jambo la kutoka kwa mudhaharat, jambo la kutoka kwa almasirat wal-i'tisamat, jambo la kutoka kwa maandamano, hili jambo naam ndio naam mukhalifun lilkitabi was-sunnah wa usuli ahli sunnah, linaenda kinyume na kitabu na sunna na misingi ya ahli sunnah bila shaka, pasina shaka. Kwa hiyo nukta ya kwanza, kuwa jambo hili la maandamano na kuwa dhidi ya kiongozi ni jambo linaenda kinyume na kitabu na sunna na linaenda kinyume na misingi ya ahlu sunna. Akaendelea kumjibu kumwambia, faman qaraa fi kutubi sunna, yule ambaye atasoma vitabu vya sunna, vitabu vinavyoelezea misingi ya ahlu sunna, ndio kutubu sunna. Umeona? Faman qaraa fi kutubi sunna, yule ambaye atasoma vitabu vinavyoelezea misingi ya ahlu sunna, mithlu, mfano wa vitabu hivi vinavyoelezea misingi ya ahlu sunna, usulu sunna lil Imam Ahmad. Yule ambaye atasoma usulu sunna ya Imam Ahmad, ndio tunaisoma, si ndio? Ambaye atasoma kitabu hiki cha usulu sunna ya Imam Ahmad, was-sunna, na kitabu kinaitwa as-sunna, kinaelezea misingi ya ahlusunna, li Abdullah bin Ahmad, kitabu cha Abdullah bin Ahmad. Maana naam, Abdullah bin Ahmad ni mtoto wa nani? Wa Imam nani? Imam Ahmad. Maana mtoto wa Imam Ahmad Abdullah ana kitabu na chenye kinaitwa nini?
as-sunna. Kwa mwenye kusoma kitabu cha al-Imam Ahmad usul sunna, na mwenye kusoma kitabu cha Abdullah ibn Ahmad kinachoitwa as-sunna, na mwenye kusoma kitabu was-sunna kinachoitwa sunna lil-Khallal cha Abu Bakar al-Khallal, ni kitabu hiki cha huyu mwanazuoni Abu Bakar cha kinaitwa as-sunna, kinachoelezea misingi ya Ahlus-Sunna. Was-sunna, na kitabu kinachoitwa sunna libni Abi Asim cha Abu Asim, wa sharh as-sunna, na kitabu kinachoitwa sharh as-sunna lil-Barbahari cha al-Imam al-Barbahari, kinaelezea misingi ya Ahlus-Sunna. والشريعة للآجري، نمو يقصوم كتاب الشريعة للآجري. والإبانة، نكتاب كنتريد الإبانة لابن بطة ابن بطة. وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نمو يقصوم كتاب أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة، مسينكي يا اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي cha huyu mwanazuoni Hibatullah Lalaka'i, Hibatullah cha usulu sunna, usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa Lalaka'i. Asa mwenye kusoma vitabu hivi wa ghairaha min kutub al-i'tiqad as-salafiyya, na vitabu vinginevyo miongoni mwa vitabu vinavyoongelea itikadi za wema waliotangulia. Tumeona kwa hiya kathira, na hivyo vitabu ni vingi. Mwenye kusoma vitabu hivi dhahara lahu dhalika jaliyan, dhahara lahu dhalika jaliyan, litamdhihirikia hilo kwa yeye wazi kabisa. Lipi litamdhihirikia hilo? Litamdhihirikia hilo la kutoka dhidi ya viongozi kwa maandamano, kwa mabango, kwa hiki na kile. Mwenye kusoma vitabu hivi alivyovitaja na vinginevyo vya itikadi iliyokuwa sahihi, itamdhihirikia hilo kwa wazi kabisa kuwa jambo hilo la maandamano mukhalifun lilkitabi was-sunna wa usuli ahli sunna, kuwa jambo hilo linaenda kinyume na kitabu na sunna na misingi ya ahlu sunna. Wawajada aljawab alkafi, na akisoma vitabu hivyo atakuta jawabu la kutosheleza. Ukisoma vitabu hivyo utapata jawabu la kutosheleza la kwamba kuwa kutoka dhidi ya viongozi bil mudaharat, kwa maandamano, ni jambo ambalo liko kinyume na Uislamu. Kwa hiyo wawajada aljawab alkafi, na atapata jawabu la kutosheleza liman yabhathu ani dawa'i shafi, lakini kwa yule ambaye anatafuta dawa yenye kuponya. Kama unatafuta dawa yenye kuponya ya kutaka kujua hukumu ya mudhaharat, hukumu ya maandamano, hukumu ya kutoka dhidi ya viongozi, gonjwa lako wewe ni gonjwa la kuwa la kutoka dhidi ya viongozi. Kwa hili gonjwa utapata majibu yenye kutosheleza kwa yule ambaye anatafuta dawa yenye kuponya ukisoma vitabu hivi. Simeleka mshike. Kwa hiyo vitabu hivi kwanza ameanza kumuonyesha kuwa mwenye kusoma vitabu hivi dhahara lahu dhalika jaliyan, itamdhihirikia hilo wazi kabisa kuwa nini? Kuwa jambo la mudhaharat,
jambo la maandamano ni jambo linaloenda kinyume na kitabu na sunna na misingi ya ahlus sunna, kwa sababu vitabu hivi vilivyovitaja ni vitabu vinavyoelezea misingi ya ahlus sunna na ndio misingi ya Uislamu. Kwa wewe kama Muislamu ukirejea vitabu hivi ndio utakuta msingi unaokuzuia wewe kuwa kinyume na kutoka na uharamu wa kutoka katika taa ya viongozi. Ukisoma vitabu hivi vinavyoelezea misingi hasa ya Uislamu. Naam. Eleka. Qala al-mujizu lil-khuruj, akasema baada ya kujibiwa majibu hayo na kuelezwa kurejea vitabu hivyo ili ajue misingi ya ahlus sunna wal jamaa katika swala hilo la kutoka dhidi ya viongozi kwa maandamano na mengineyo. Baada ya kupewa majibu hayo, qala al-mujizu lil-khuruj, akasema tena yule ambaye anajuzisha kutoka dhidi ya viongozi, akasema tena, yani akauliza, kisha jibiwa jibu la kwanza, akauliza tena, aina dalilu min al-Qur'ani was-sunnah, ikuwapi dalili? Sasa umeniambia hivyo vitabu tu, nikisoma nitapata majibu yaliyokuwa wazi kuwa ni haramu kutoka dhidi ya viongozi na maandamano ni haramu. Akajibu tena, aina dalilu min al-Qur'ani was-sunnah, ikuwapi dalili katika Qur'ani na sunna ala tahrimi al-khuruji ala al-hakim al-dhalim. Anasema kweli nimesikia, umenitajia maraji nirejee ili nisome, nitandhihirikia mimi kuwa kutoka dhidi ya viongozi ni swala ambalo halifai. Lakini iko wapi dalili katika Qur'an na katika sunna ala tahrimi al-khuruj, dalili inayoonyesha uharamu wa kutoka ala al-hakim al-dhalim, uharamu wa kutoka dhidi ya kiongozi ambaye ni dhalim? Simeleka sisi tunatoka kwa kiongozi ambaye ni dhalim kuonyesha dhulma zake na kumweleza dhulma zake na kuwatanabahisha watu dhulma ya kiongozi kwa maandamano, kutaka kumwezua katika utawala wake. Huyu ni dhalimu huyu. Ikuwapi sasa dalili inayoonyesha kuwa ni haramu kutoka dhidi ya kiongozi ambaye ni dhalim kwa maandamano? Simeleka. Qala al-mani, yule ambaye anazuia kutoka dhidi ya kiongozi akamwambia, amma dalilu min al-Qur'ani, ama dalili katika Qur'ani ala wujubi ta'ati waliyi al-amri, amma dalilu min al-Qur'an ala wujubi ta'ati waliyi al-amri fi ghayri ma'siyati Allah. Amma dalili katika Qur'ani ni dalili hili inayoonyesha wajibu wa kuwatii wenye madaraka, kuwatii fi ghairi ma'siyati Allah, kuwatii pale ambapo hawako katika kumwasi nani? Allah. Kwa dalili ambayo inaharamisha kutoka kwa kiongozi, kuwa dhidi ya kiongozi, kutoka kwa ajili ya maandamano, ni dalili ambayo Allah anatuambia katika Qur'an wajibu wa kuwatii wenye madaraka wanapotuamrisha katika jambo ambalo si la maasi. Kwa wajibu wa kuwatii fi ghairi ma'siyati Allah, pasina kumwasi Allah, kuwatii katika mambo wanayotuamrisha ambayo hayana maasi. Dalili hii ndiyo dalili inayotuzuia sisi kutoka chini ya toa yao, kutoka dhidi yao. Simeleka mashaka. Taa, ukisema mimi namtii kiongozi, huwezi kumtii kiongozi
wakati haukubali kukaa chini ya toa yake. Si ndio? Kiongozi kama unamtii akikwambia kaa, wewe ukasimama, huwezi kusema kwa unamtii. Na hasa jambo likiwa ndani yake hakuna maasi. Kwa hiyo akikwambia usitoke, wewe ukatoka, huwezi kusema kwa unamtii, wewe unamtii. Kwa hiyo dalili inayoonyesha uharamu wa kutoka dhidi ya kiongozi ni dalili ambayo inatuwajibisha sisi kuwatii wenye madaraka pale ambapo hawatuamrishi katika maasi. فقوله تعالى ننو لك الله alilosema ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allah, mtiini Allah, wa atiu rasula, na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na muwatii wale wenye madaraka miongoni mwenu. Hii dalili hii ni dalili inayotuzuia sisi kufanyaje? Kumuasi kiongozi. Ni dalili inayotuzuia sisi maandamano kutoka mabarabarani kwa ajili ya maandamano, kwa sababu maandamano ni katika maasi, ni kumuasi nani? Kiongozi. Sijumeelewa Hii ni dalili inayoonyesha uharamu wa kutoka. Anasema kuwa walmuradu biulil amri fil ayati alkarima, muradi na kusudio la ulil amri wenye madaraka fil ayati alkarima, katika aya tukufu. Wenye madaraka ni watu gani? Al-umarau wal-ulamau inda al-jumhur. Al-umarau ni maamiri, viongozi, wal-ulamau na wana wazuoni inda al-jumhur. Jumhuri ya mufassirun na wana wazuoni wanasema ulil amri ni watu wawili, ni viongozi, watawala, wale ulama na wenye elimu, wanazuoni. Hawa ndio ulul amri. Kwa hiyo mtiini Allah na mumtii mtume, wa ulul amri, na muwatii viongozi wenye madaraka juu yenu, na muwatii wenye elimu, wanazuoni, muwatii. Sema, na hapa kuna nukta nzuri sana. Kuna nukta nzuri sana. Anasema hapa Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah, mtiini Allah, na akasema tena wa atiu rasuli, na mtii nani? Mtume. Na mtii nani? Mtume. Hakurudia tena wa atiu ulil amri minkum, hakurudia. Simeelewa? Atiu Allah wa atiu rasuli wa ulil amri minkum. Hakusema atiu Allah wa atiu rasuli wa atiu ulil amri minkum. Hakusema hivyo. Ibn al-Qayyim na Ibn Kathir na Ibn Baz rahimahumullah wa ghayruhum min al-ulama wanasema Allah kutokurudia baada ya kusema wa atiu rasuli wa ulil amri, hakurudia wa atiu. Maana yake nini? Anna ta'ata ulati al-umur, kuwa kuwatii wenye madaraka, la takhruj an ta'ati Allahi azza wa jalla wa ta'ati rasulihi. Hakutoki katika kumtii Allah, hakutoki katika kumtii mtume, wala hakutoki katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Hakutoki. Ana maana gani? Kuwa ukiwatii ulil amri, wenye madaraka, viongozi na wanawazuoni, kuwatii katika jambo ambalo sio la maasi, kuwatii huku hakukufanyi wewe eti umetoka katika taa ya nani? Ya Allah.
Simeleka. Bali kuwatii hawa hiya tabi'atun li ta'ati Allahi wa ta'ati rasuli. Bali kuwatii hawa viongozi kunafuatwa kumtii Allah na kumtii nani? Mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi. Ukirudi katika kitabu anasema fata'atul ulama, kuwatii wanawazuoni, tabaun li ta'ati Allahi wa rasuli, ni kwenye kuwatii wanawazuoni kunafuata kumtii Allah na mtume wake. Yani ukimtii Allah ukamtii mtume, taa inayofuata baada ya hapo ni ta'atul ulama. Sijumeleka. Ukimtii Allah ukamtii mtume, taa inayofuata baada ya hapo ni ta'atul ulama. Anasema fa ta'atul ulama, kuwatii wanawazuoni, tabaun li ta'ati Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Kuwatii wanawazuoni kunafuata taa ya Allah na mtume wake. Haiwezekani ukasema wewe unamtii Allah na mtume hali ya kuwa huwatii wanawazuoni wanapokuamrisha, wanapokuelekeza. Taa yako itakuwa haiko sawa sawa. Kwa sababu gani? Allah amesema wa atiu Allah wa atiu rasuli wa ulil amri. Wa ulil amri wa kwanza anaingia al-ulama, kisha al-umara. Simeleka? Akaendelea kusema wa ta'atul umara, na kuwatii viongozi wenye madaraka, tabaun li ta'ati ulama, kunafuata taa ya wanawazuoni. Hizi taa zimeeleweka? Kumtii kiongozi, kumtii alim mwanawazuoni kunafuatwa baada ya kumtii Allah na kumtii mtume. Unaotakiwa kumtii baada ya hapo ni nani? Al-ulama, wanawazuoni. Lakini na kumtii kiongozi kunakuja baada ya kumtii mwanawazuoni. Kwa kuna ta'atullah na kuna ta'atur rasul, kuna ta'atul ulama, au inakuja ta'atul umara au al-hukam. Simeleka mashikani. Kuna kitu anataka kukielezea baada ya kuzipanga hizo taa. Anasema fa inna baba al-khuruj ala al-umara wal hukam, hakika mlango unaotumika kutoka dhidi ya viongozi, dhidi ya maamiri na dhidi ya viongozi, mlango unaotumika kutoka watu wakaweza kutoka dhidi ya viongozi, huwa ulama, ni mlango wa wanawazuoni. Yani mlango wa wanawazuoni ndio unatumika mpaka watu wakatoka kwa dhidi ya nani? Ya viongozi. Vipi mlango wa wanawazuoni unatumika watu wakatoka dhidi ya viongozi? Anasema fa in udhi'a haqqul ulama, kuwa haki ya wanawazuoni ikipotezwa, watu wakaacha kuwatii wanawazuoni wenye elimu, wakaacha kuwatii, daa haqqul umara, haki ya viongozi ndipo hapo inapopotea. Na miongoni mwa haki ya viongozi kupotea ni watu kutoka dhidi yao kwa maandamano. Ukitoka dhidi yao kwa maandamano, ujue umepoteza haki ya kiongozi ya kutiiwa.
Hakuna kiongozi ambaye anaridhika watu watoke chini ya toa yake. Simeleka. Kwa hiyo pindi haki ya wanawazuoni ikipotea, watu wakaacha kuwasikiliza wanawazuoni, wanawaelekeza wapi waelekee. Mlango huu waliofungua wa kutokuwasikiliza wanawazuoni, mlango huu ndio unapelekea haki ya viongozi kuporomoka na watu kutoka dhidi yao. Watu hawawezi kutoka dhidi ya viongozi kwa maandamano ikiwa wanawasikiliza wanawazuoni. Ndio maana akasema kuwa fa inna baba al-khuruj ala al-umara wal-hukam, hakika mlango unaotumiwa kutoka dhidi ya viongozi huwa al-ulama, ni mlango wa wanawazuoni. Unatumika vipi? Endapo watu wasipowasikiliza wanawazuoni maelekezo yao, wakayasikiliza, wasipowasikiliza, basi watakuwa wamefungua mlango wa kutoka dhidi ya nini? Ya watawala. Fa idha udhi'a haqqul ulama, haki ya wanawazuoni ikipotea, dha'a haqqul umara, basi na haki ya viongozi inapotea. Watu hawakufikia walipofikia kuwasema viongozi vibaya, kuwatukana vibaya, kuwa dhidi ya viongozi kutoka mabarabarani. Mlango waliopitia ni mmoja tu uliofunguliwa. Walifungua mlango wa kupoteza haki ya wanawazuoni. Basi hawakuwatii wanawazuoni. Wa ulil amri minkum, ukiwatii wanawazuoni basi na watawala wanakuwa salama. Haki ya wanawazuoni ikikosekana, watawala hawawi salama. Kwa sababu gani? Kwa sababu shubha walizokuwa nazo hawa ambao wanatoka dhidi ya viongozi ni shubha ambazo zinafungamana na masala ya nini? Ya dini. Kwa hiyo hoja zao zinatakiwa zijibiwe na wanawazuoni, ndio wanaweza kujibu hizo hoja na kuzivunja hizo hoja. Sasa je, wao wako tayari kuwasikiliza wanawazuoni? Kama wako tayari kuwasikiliza wanawazuoni, basi amani imepatikana. Wasipokuwa tayari kuwasikiliza wanawazuoni, hata mtawala anaishi kwa shida. Sawa, hakuna tena ambaye anaweza kuwazuia hao. Simeleka mshaka. Endelea kusema wa idha dhaa haqqul ulama, pindi inapopotea haki ya wanawazuoni wakaacha kutiiwa, wal umara, na ikapotea haki ya viongozi wakaacha kutiiwa na kusikilizwa, kharajan nasu alaihim, watu watatoka dhidi yao. Yani watu watatoka dhidi ya viongozi na dhidi ya wanawazuoni. Watu watatoka dhidi ya viongozi na watu watatoka dhidi ya wanawazuoni. Angalia hatari ya watu kutokuwasikiliza wanawazuoni. Hapa nyuma kulikuwa kuna fitna za hawa walikuwa wanajiita maikhwa, si wenye akida za kikhawarij. Akida hizi za kutokukubali kukaa chini ya taa ya kiongozi, wanamhukumia kila kiongozi basi ni kafiri, na kila Muislamu ambaye atasema haifai kutoka chini ya kiongozi lazima tuwatii, maadamu hawatuamrishi katika maasi. Hawa wenye fikra hizi ni Waislamu na hawakutaka kusikiliza wanawazuoni wanasema nini. Walitoka dhidi ya kiongozi
na wakatoka dhidi ya wanazuoni. Au msahau kuna mashekhe wangapi walidhuliwa na hao? Mashekhe wangapi? Wengi walidhuliwa, wenyewe ni Waislamu, lakini kwa sababu shekhe anamwambia kutoka chini ya taa ya uongozi haifai, anasema na huyu naye ni kafiri. Kwa nini anasema huyu naye ni kafiri? Kwa sababu moja tu, mlango ukiufungua, mlango wa kutokuwasikiliza wana wazuoni, basi unafungua mlango wa kutoka dhidi ya uongozi na mlango wa kutoka dhidi ya wana wazuoni. Wakitoka wametoka moja kwa moja. Leo ni wanawazuoni wangapi wanatuhumiwa kuwa hao ni wanawazuoni wa dola? Leo sisi tunamsema hapa Fauzani, tukisema tunasema hafidhahullah. Kuna watu wakitajwa Fauzani, wakitajwa Bin Baz, wakitajwa Albani, wakatajwa mashaikh wakubwa, hao wanasema hao wamefanya nini hao? Wana nini hao? Mashaikh wa serikali hao. Kwa nini? Kwa sababu mashaikh hao wanawarudisha katika haki, kuwa huko mnapokwenda siko, haki ni hii. Kutoka dhidi ya uongozi haifai, madhara yake ni makubwa, bali wanawakufurisha. Lakini wale ambao watakubali kuwasikiliza wanawazuoni, basi hata mtawala huwa anatawala kwa raha, hata mtawala hapati tabu. Lakini wasipowasikiliza wanawazuoni, hata mtawala anapata tabu. Na haya ndivyo ilivyokuja, wa ulil amri minkum, ulil amri watii wanawazuoni. Baada ya wanawazuoni ni nini? Al-umara. Fahayatul alim, uhai wa mwanawazuoni, wa salahuhu. Fahayatul alim wa salahuhu, na manufaa yake hayatul alam wa salahuhu, uhai wa mwanawazuoni na kutengamaa mwanawazuoni. Hayatul alam ndio uhai wa ulimwengu, wa salahuhu, na kutengemaa ulimwengu. Ulimwengu hauwezi kutengemaa kama Waislamu hawakuwatii wanawazuoni wao. Na tukisema kuwatii wanawazuoni wao, ni wanawazuoni ambao wanashikamana na misingi iliyokuwa ya kisawasawa. Hawa wanatakiwa watiiwe. Wakikwambia hili halifai, hata wewe kwa akili yako qasir ukiona linafaa, ili mradi umekukataza, wanahoja na dalili zinazoonyesha kuwa hilo ndilo lilifanya halifai. Ukiendea, basi madhara yake ni makubwa kuliko faida zake. Fahayatul alim, uhai wa mwanawazuoni, wa salahuhu, na kutengemaa kwake. Hayatul alam wa salahuhu, ndio uhai wa ulimwengu na kutengemaa kwake. فإذا ضاعت حقوق العلماء, pindi ambapo haki za wanawazuoni zikipotea, watu wakawa tena wanawaona wanawazuoni ni watu wa kawaida tu, bali wanawazuoni ndio wanawachelewesha katika maendeleo yao. Watu wakiwaona hivi, haki zao zikapotea za kutiiwa, kama Allah alivyosema, ضاعت حقوق الأمراء, basi haki za viongozi na zenyewe zitapotea. Wa idha ضاعت حقوق العلماء, na pindi haki za wanawazuoni zikipotea, watu wakaacha kuwatii, wal umara, na haki za viongozi na zenyewe zikapotea, watu hawasikilizi wanawazuoni wao kwa kuwaambia kuwa wanawazuoni hicho mnachokifanya si Uislamu, hayo maandamano mnayoyataka si Uislamu.
endapo haki ya wanawazuoni ikipotea na haki ya mtawala ya kutiiwa nayo ikapotea, fasada al-alam, ulimwengu unaharibika, unafisidika. Simeleka mashaka, ulimwengu unafisidika, kama nchi inaharibika. Nchi isipowasikiliza wanawazuoni, haki zao zikapotezwa, vijana wakaacha kuwasikiliza, ni sababu ya kupotea haki ya mtawala, na mtawala naye wasimsikilize, wakafanya wanayoyataka, nchi inaharibika. Na kuharibika kwa nchi, kila mmoja atajua anakimbilia wapi sasa, sababu mtawala hatakubali. Mtawala hatakubali, mambo yanaharibika. Sijumeleka machache. Tunis kulikuwa kuna thawra. Kuna thawra ilitokea Tunisia. Kuna vijana shababu walihamasika hasa, wakatoka chini ya utawala. Nakumbuka miaka ya 2000, mwanzoni mwa 2000, kisi sio mwanzoni mwa 2000 hapo walitikisa sana hao vijana hao. Walikuwa ni vijana wa Kiislamu, hali ilikuwa mbaya kabisa Tunis. Lakini unaambiwa kuwa waliowatuliza vijana hao mpaka mambo yakarejea, mpaka wakashusha silaha. Walishusha silaha wenyewe na mambo yakawa mazuri. Ni watu gani? Al-ulama. Ndio maana unaona katika wanawazuoni ambao walicheza nafasi kubwa sana katika fitna ya Tunis, mpaka wale vijana kukubali kushusha silaha. Sababu nchi ilikuwa haiwezi tena, hali ilikuwa ni ngumu. Lakini ikafika kipindi ukaona, jamani, turudi. Kwa nini tunaambiwa sisi hatuko kwenye haki? Kwa nini? Sisi tunataka tumtoe dhalimu huyu, lakini watu wanakufa. Mambo magumu, nyinyi mko kwenye ghabati kule, watu wanakufa, hali ni ngumu, na mtawala akakataa, hataki kuachia. Sasa mbona fatwa zinakuja, sisi tunajua hatuko kwenye haki? Vijana wale walisikiliza. Unaambiwa katika wanawazuoni ambao walicheza dau kubwa ya kuwa kinaisha wale vijana, ni wanawazuoni wangapi? Watatu. Kipindi hicho hawajafa: Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymeen na Sheikh Albani. Hivyo hawa wanawazuoni watatu hawa ndio waliweza kuwanasihi wale vijana, na wakanasihika, wakashusha silaha, amani ikarudi Tunis. Kwa sababu gani? Waliwatii viongozi. Walipowatii viongozi, haki ya kiongozi ikapatikana kwa kutiiwa, kuwa hilo mnalolifanya halifai. Walishusha silaha, waliposhusha silaha, haki ya kiongozi ilipatikana, haikupatikana. Hii ilipatikana kwa sababu hawakutoka tena chini ya nini? Dhidi ya kiongozi. Nchi karudi kuwa sawa. Simeona mashekhe. Wa idha dha'at huququl ulama wal umara, pindi haki za wanawazuoni na viongozi zikipotea, fasada al-alam, basi ulimwengu unafisidika, ulimwengu unaharibika. Kama ni nchi inaharibika, nchi inaharibika. Kwa hiyo hapa alikuwa anatoa dalili ya kuonyesha uharamu wa kutoka dhidi ya viongozi. Wa atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum, mtiini Allah na mumtii mtume na wale wenye madaraka katika nyinyi. Wenye madaraka katika nyinyi ni nini? Al-umara wal ulama, ni viongozi na wanawazuoni. Anaendelea kusema
li'annahu min al-mutaqarrar 'inda al-ulama, hakika hali ilivyo min al-mutaqarrar, katika jambo ambalo limethibiti hasa kwa wanawazuoni ni nini? Annahu, ya kwamba la islama bila jamaa, hakuna uislamu ambao uko sawasawa, hauwezi kupatikana uislamu ambao uko sawasawa umesimama vizuri bila jamaa, basi inakuwa na jamaa, basi inakuwa na jamaa, basi inakuwa na waislamu wanaishi pamoja. Hauwezi kupatikana uislamu ndio uko sawasawa, wala jamaa, wala haiwezi kupatikana jamaa ya waislamu ambao wanaishi pamoja, haiwezi kupatikana ikawa ni jamaa yenye maana bila amir, basi inapatikana kiongozi. Ili jamaa ya waislamu, mkusanyiko wa waislamu uwe ni mkusanyiko mzuri, lazima apatikane kiongozi, na akipatikana kiongozi katika jamii hiyo, tumeelewana, hapo ndio Uislamu utasimama vizuri. Kwa hiyo la islama bila jamaa, hakuna Uislamu basi kuwa na jamaa, wala jamaa bila amir, wala hakuna jamaa mkusanyiko wa Waislamu basi kupatikana kiongozi. Ndio maana katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha kharaja thalatha fi safarin falyu'ammiru ahadahum, wakitoka watu watatu tu safari moja, basi wamchague mmoja kuwa ndio kiongozi wao. Sio haiwezekani nyinyi wote mkaenda tu basi na kiongozi, haiwezekani, lazima patikane kiongozi mwema. Kwa hiyo la islama bila jamaa, hakuna uislamu basi na jamaa, wala jamaa bila amir, wala hakuna jamaa basi na kiongozi, wala amira bila taa, wala hawezi kupatikana kiongozi basi na utiifu, basi na taa. Hakuna utiifu, hakuna kiongozi basi na nini? Taa. Miongoni mwa haki za kiongozi atiiwe, umtii, usimuasi. Kama hajakuamrisha katika maasi, usimuasi. Huyu ndiyo kiongozi. Miongoni mwa haki za kiongozi ni kutiiwa. Usikum bisami wa taa, na usieni usikifu na utiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama kiongozi wenu kiwe nani? Mtumwa. Mtume ameelezea jambo ambalo haliwezekani. Wali ulishasikia mtumwa kwa kiongozi? Mtumwa leo alikuwa kiongozi, lakini anasema nufri tufanye, ndio mtumwa akishakuwa tena kiongozi. Ndio asamu wa taa. Nufri, mtu ambaye hataki kuwa kiongozi amekuwa kiongozi, ndio kiongozi tena. Hakuna mtumwa ambaye anaweza kuwa kiongozi, lakini ikitokea kama mtumwa ni kiongozi, sio kiongozi tena. Asamu wa taa. Ndio mwanamke tena ndio kishakuwa kiongozi huyo. Asamu wa taa ndio kishakuwa kiongozi, maadamu haamrishi katika maasi. Asamu wa taa. Nasema annahu la islama bila jamaa, hakuna uislamu basi na jamaa, wala jamaa bila amir, wala hakuna jamaa basi na amir, wala amir bila taa, wala hakuna amir kiongozi basi na taa. Haiwezekani. Haiwezekani akawa huyu ni kiongozi wetu halafu hatii, ni kiongozi halafu hatii, haiwezekani. Kwa hiyo kiongozi yoyote, kama tulivyosoma katika kitabu cha Imam Ahmad, ameingia kwa aina yoyote ile, ili mradi ndiyo kiongozi, ndiyo ana madaraka, ndiyo ana nguvu, ni lazima atiiwe, maadamu haamrishi katika nini? Katika al-maasi.
Na miongoni mwa dalili za kutokumtii kiongozi ni kufanya jambo ambalo kiongozi afanyaje halitaki. Sisi ni Waislamu, lazima twende tupite Uislamu unapotaka. Huwezi kusema kuwa kiongozi huyu ni dhalim, mimi lazima nitoke, mimi lazima nifanye hivi. Wanawasiasa wana mambo yao ya kisiasa. Wewe Muislamu una dini yako, lazima uishi katika hii dunia kwa mujibu wa nini? Wa dini yako. Ukienda na hamasa za wanasiasa, hawa hawana dini, hawachungi lolote. Leo wanakuamrisha utoke kwenye maandamano. Je, wanakuamrisha kutoka kwenye maandamano kwa sababu kiongozi amehalalisha pombe? Kwa sababu ukitembea barabarani uchafu uko mwingi, wanakuamrisha kwa sababu hiyo? Wenyewe wamekuamrisha kutoka ili uende ukafanye fujo kwa maslahi yao ya nini? Ya kisiasa. Uislamu unasema hata kama huyu kiongozi akahalalisha lililokuwa la haramu, bado Uislamu haujakwambia utoke barabarani. Kama tunavyo aje kwamba utoke barabarani. Sasa leo wewe unatoka barabarani kwa maslahi ya kisiasa, kwa maslahi ya nini? Ya kisiasa. Basi utakuwa na matatizo, una matatizo. Kuna kitu kinaitwa Rabiul Arabi. Rabiul Arabi ni Taurat ambazo zilikuwa katika miji ya Kiarabu. Taurat kama tulivyoongelea Tunis, tumeona kama vile Libya, kama vile Misri, Taurat ambazo zilitokea. Ukiangalia hizi Taurati zote zilizotokea hizi hazikuwa na maslahi yoyote katika Uislamu. Hazikuwa na maslahi. Na hoja zao nyingi ni zile hoja ambazo wanasiasa wanaletea zenyewe hizo. Kuwa kuna uhuru wa kujieleza, hali ya maisha ni ngumu, tumeona na watu hawawezi kufanya siasa kwa uhuru. Hata Waarabu ni hivyo. Watu wamebana, hawasemi siasa, na sisi leo tutokeni kwa sababu siasa imebana. Wewe Muislamu na demokrasia wapi? Wewe Muislamu na demokrasia wapi? Sikiliza haya maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen. Anasema al-imamu inda ahli al-ilm, imam kiongozi, tunamsema imam inda ahli al-ilm. Kwa wanawazuoni wakizungumza imam ni nani? Huwa ar-raisul a'la lid-dawla, ni yule rais wa juu kabisa wa dola, yule kiongozi wa juu kabisa wa nini? Wa dola. Huyu ndio imam huyu. Wa man naba anhu fa huwa fi hukmi, na yule ambaye ni naibu wake kwa sehemu ambapo ameteuliwa kuwa naibu wake, na yeye yuko katika hukumu ile. Rais, kuna wakuu wa mikoa wamepewa na kieneo chao, wanamwakilisha rais. Kuna wakuu wa wa wilaya, wana kijisehemu kipande ambacho wanamwakilisha rais. Kuna kila mmoja kuna kijipande ambapo amepewa, lakini kumwakilisha rais. Na hao waliopewa hivi vijipande hivi, kama kumtii huyu imam ni lazima umtii, wa adamu al-khuruj alayhi, na kutoka dhidi yake kwa maandamano na nini,
hivyo hivyo hao ambao wameteuliwa na huyu kiongozi wakakatiwa vipande vipande vya utawala, na wenyewe ni lazima watii maadamu hawaamrishwi katika maasi. Lakini hata kama wakiamrisha katika maasi, huwezi kusimama ukasema sasa mimi bana, hapana. Uislamu kama sio hivyo, kuna taratibu zake. Sheikh anasema fanuwabu wali amri minal wuzara, wale ambao ni wawakilishi wa kiongozi mkubwa wa nchi miongoni mwa mawaziri, wal umara na viongozi wa sehemu mbalimbali, wal mudara na wakuu wa vitengo, wa ruasau dawair na watu wa vitengo mbalimbali ambao ni wateule wa rais, ndio anawateua ili wamsaidie kazi katika hivyo vipande vipande. Anasema dhalika kulluhum, hao wote ta'atuhum dakhilatun fi ta'ati al-imam, wote wanatakiwa kutiiwa kwa sababu toa yao inaingia katika kumtii nani? Kiongozi. Leo mkuu akisema kesho ni siku ya usafi, sisi tunasema samahani wa taala. Samahani wa taala. Usafi ni jambo la maasi, ni jambo la maasi, sio jambo la maasi. Kama nisema ni lazima, samahani wa taala. Jumamosi hakuna biashara itakayofanyika, ni siku ya usafi, samahani wa taala. Ndio tunaamrishwa hivyo. Sitaki maandamano wala sijaruhusu maandamano, sisi samahani wa taala. Sisi tunasema tunakusikiliza kiongozi. Simeleka. Maandamano ni halali, mwenye kutaka andamane, ambaye hataki basi sisi tunaandamana. Tunasema sisi hatuandamani, sababu kuandamana kwa kwetu, kuandamana ndani ya Uislamu ni haramu. Simenielewa? Hata kama kiongozi anasema kuandamana sasa inafaa, andamaneni. Tunasema sisi hatuandamani, kwa sababu kuandamana katika misingi ya Uislamu haifai, hata kama iwe ni halali. Kama ambavyo pombe ni halali, je, kwa sisi ni halali? Si umeelewa tofauti? Swala la maandamano sio swala la kusema labda tukipata idhini ndio tutaandamana. Hata kama tukipata idhini sisi tutaandamana. Kwa sababu gani? Kuandamana sio njia miongoni mwa njia ya amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, sio njia hiyo. Simeleka. Kuandamana sio njia ya kumfikishia kiongozi ujumbe wako, bali ni kumfedhehesha kiongozi. Na sisi kuna njia ambazo zipo kisheria, tunatakiwa kumnasihi kiongozi kwa njia ambazo sio za maandamano. Kwa hata kama kiongozi akisema andamaneni, sisi tunasema sisi hatuandamani. Ni ruhusa, tumieni fursa yenu, tunasema sisi hatuandamani. Sababu kuandamana si njia miongoni mwa njia ya da'wa ya kufikisha ujumbe, wala kuandamana si njia ya kufikisha ujumbe kwa kiongozi wa nchi. Kiongozi wa nchi kuna taratibu zake Uislamu umeweka, ni jinsi gani aheshimike na ni jinsi gani anasihiwe. Kiongozi wa nchi huwezi kusimama na ukataja mabaya yake 1 2 3 hivi na hivi na hivi na hivi. Nadhani kwenye mukaddima kule tulipokuwa tunaongelea haya masuala yalipoanzia tuligusia kidogo. Nilikuwa napenda kuishia hapa kwa leo, kwa sababu naona kuwa kipengele kinachokuja ni kipengele kizito, kinahitajika tukisome tukimalize siku hiyo hiyo, kisibaki kiporo. Sababu kikibaki kiporo mtu atatoka hajafahamu vizuri. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih
jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.